Eneo la Longonot Naivasha kwenye vichinjio ambavyo vilitumiwa na washukiwa hao 8 wakitarajia kupata mapato mazuri kutokana na nyama hiyo ya punda ambayo inadaiwa waliiba, huku mabaki ya nyama hiyo yakidhihirisha kwamba nyama tayari ilikuwa imeuzwa. Wakazi nao wakivamia vichinjio kadhaa ambapo waliwapata washukiwa hao wakiuza nyama hiyo ya punda. Huyo anakuanga na butchery magumu. Sasa hata tumestuka kuona sisi tumekuaga tukikula nyama ya punda magumu, na huyo jamaa amekuwa na butchery kwa miaka karibu 20. Wakazi wa hapa wanadai kuwa biashara ya nyama ya punda inatekelezwa na makundi ya wafanyabiashara walaghai ambao huuzwa sio tu kwa wakazi wa Naivasha bali pia katika miji mikuu humu nchini. Kijana mmoja alipotaka kuongea alizuiwa kusema hivyo na serikali na ofisa wa polisi. Kwa nini hilo likatendeka? Tunataka kujua ni nini huyo polisi alikuwa anataka kuficha, na tunataka kujua kwa nini yeye alimzuia huyo kijana kuambia raia, yule mtu ambaye amekuwa akisafisha hizi nyama kutoka Nairobi. Maana tunasikia ni gari aina ya Prado ambazo zinabeba hizi nyama. Kwa hivyo ni gari ambazo hata serikali barabarani haisimamishi. We want to challenge the government to give us the actual perpetrators, because wale ambao wameshikwa ni jamaa wa mkono. Vijana wanaoshika doria katika eneo hilo wanasema waliingiwa wasiwasi kutokana na tabia ya wafanyabiashara hao haswa usiku wa manane, huku wakazi wakisema kuwa wizi wa mifugo ulikuwa umeongezeka na hivyo basi kwa lazimu kuimarisha msako. Nastia Mohamed, Citizen Nipashe.